sura ya 4. Timotheo wa kwanza sura ya 4, nasoma mstari mmoja tu. Ule mstari wa 6. Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 6. Anasema, uwakumbushe ndugu mambo hayo, nawe utakuwa mtumishi mwema wa Kristo Yesu, na mzoefu wa maneno ya imani na mafundisho mazuri yale uliyoyafuata. Unaona mamangu, unapokuwa unasoma hili neno, unajua unarudi kwa baba yako wa kiroho. Alafu naona nimekaa kwake siku zote, nimeshika alichonifundisha siku zote. Natembea na yeye kwenye moyo. Nikimuona namfurahia. Ananiwekea mikono kwa furaha. Anafurahi na huduma niliyokuwa nayo. Ukichunguza hapo, utajikuta wewe sio mwaminifu. Kwa sababu pengine unakutana na wachungaji watatu wakipanga. Na hapo uliposimama pengine na mchungaji unayemtegemea sio yule baba akiwa aliyekuongoza sala toba kabulea. Kwa sababu mligombana ukashindwa kumsamehe. Uliposhindwa kumsamehe ukatafuta mchungaji wa kiroho mwingine. Na wengine wamehama kwa mababa wa kiroho kwa sababu ni maskini. Hawana kitu. Wengine wamehama kwa mababa wa kiroho kwa sababu maomba. Unajua kuna baba wa kiroho jamani, wachungaji. Hivi kinachokufanya mpaka unaenda kuuliza mshahara wa mshahara wa mtu. Sikiliza. Mshahara wa mtu. Ameleta fungu la 10,200,000. Unamuita ofisini peke yake. Unaanza kusema kumbe unalipa 2,200,000. Kwani anakuhusu? Eti mzee huyo yanakuhusu? Wewe kinachokuhusu kwenye bahasha. Unaona mtoto wa watu kaleta 70,000 zaka. Ninaona mwanangu jinsi ambavyo zaka imenona kwenye nani. Hivi unalipa mshahara 700,000 kwa mwezi. Anashinda atakujeleza kwako. Pengine naye, yani sijui tu pengine naye amepata-pataje hiyo hela, pengine sijui. Hatuwezi kujua wapendwa. Mungu inua hata wale ambao sio haki kwako wakakuletea. Kulingana na saa hiyo wewe ni mhitaji. Yesu apewe sifa. Sikiliza. Mume wangu marehemu alikuwa mcha Mungu pamoja na mimi. Lakini nimekwambia aliniacha kwa nyumba ya kupanga kule Vingunguti. Hata alipofariki maiti yake mimi sikuileta kwenye ile nyumba. Ilibidi nilipeleke Tabata kwa kakaka alikokuwa amejenga. Lakini tulipomaliza kuzika nimerudi. Kwa sababu nilikuwa mkarismatic, Emmaus Ubungo pale mimi ndo nimejenga. Nilikuwa nalala pale mimi. Naijua hiyo. Nimefanya mambo, naijua baba. Pale bondeni. Tunaweka maturubai. Pale bondeni darajani unashuka chini. Kabisa baba. Pale. Mimi nilimpenda Mungu tangu nikiwa mdogo. Kulingana na mapito ya babangu na mamangu. Kule kwetu nilikotoka. Tunaelewana. Mimi nimesoma misali ya waamini yote bila kubakisha hata nukta moja. Hii Biblia unayoona mimi nimeimaliza. Lakini bahati mbaya sikuwa na mwalimu. Ila nilipitia. Ninajua katekisimu kuliko unavyofikiri. Ninajua ibada zote za Kiroma. Nimetunzwa kanisani, mimi jina la Veronica nimepewa na padre. Nimefunga ndoa kwa padre. Nimefungia parokiani. Watoto wangu mimi niliwabatiza wote wamekuja kubatiza baada ya kuwa wakubwa. Bado Mroma ni Katoliki, nana nitoe kwenye Roma ni mimi. Nimemsali Bikira Maria mpaka nimenunua na ile sanamu nimeiweka hapa juu kwa bega langu. Ni zito, ile ni mti. Nimebusu babu wa Yesu nikijua ni damu. Cha ajabu natoka na nini? Naona mbona hamna damu na hapa panaonekana damu. Narudia tena. Siku ya Ijumaa kuu nimegusisha na watoto wangu pale. Nimewabatiza wakiwa wadogo, Roma ni Katoliki wanamwagiwa maji. Sikujua ubatizo wa Yesu. Jinsi ambavyo nimemtafuta huyu Mungu kwa bidii. Tunaelewana watumishi wa Mungu. Pamoja na hayo nimeenda kumzika mume wangu Iringa. Nikakataa mila zote na niko ndani ya Roma Katoliki. Nikasema nimeokolewa. Haitakiwi. Hiki mnachokifanya haitakiwi.
Hapo wamekata sanda kamba wanifunge kwa tumbo. Watoto wangu wavalishwe kwenye mkono. Siku ya 3 wafagie nyumba watunyoe nywele. Nisafiri na mawifi wawili kutoka Iringa, waje wafagie pale kitandani tukao tunalala. Kimila na dawa za kienyeji. Nikasema hayo yote hayafanyiki. Nimeokoka na mpenda Yesu. Wakasema kama umeokoka imekuaje utuletee mwili wako mumeo tukamzika kwenye shamba la Mungu. Nikasema nyinyi ndio mnaijua shamba la Mungu. Mimi ninachojua ile ardhi ya Mungu, sio shamba la Mungu. Mungu hana shamba duniani. Shamba la Mungu ni ulimwengu, watu wote anaowavuna. Sio pale tulipomweka. Na kwanza leo ile maiti imelala pale, hata wachai pale hawatafika. Niko Roma nikato. Najifanya jeuri na huyu Mungu wangu kupita maelezo, na alinitetea. Asubuhi naamka watoto wangu wameshachukuliwa wanyolewe nywele, na mimi ninyolewe nywele kipala. Nikasema hapa mtoto anyolewi, mimi mwenyewe sinyolewi, na mimi kamba yoyote kunifunga kwenye tumbo hakuna mtu yote atanifunga. Nimeokoka. Nikaona wamenizingua. Matusi akaanza kunitukana, nikatoka. Nikaenda chooni nikapiga magoti. Nikasema Bwana wanyamazishe. Wafunge vinywa na hakuna mmoja atakayeshika mwanangu anyoe nywele. Huwezi kuamini. Natoka chooni narudi. Wamesambarati. Vitoto vyangu vinaruka. Viko nje. Inacheza. Yesu apewe sifa. Yesu anasikia popote imani ya mtu. Tunaelewana watumishi wa Mungu. Unajua nazungumza kitu ambacho kama leo mimi ni mchungaji, Mungu ananipa watoto niwalee, niwafundishe kama alivyosema. Jua kuwakumbusha na kuwafundisha fundisho ulilofundishwa wewe. Wewe fundisho lako nawekaga kwenye moyo wa nani? Waliokaa kwa viti, unatamani wawe kama wewe? Au unafurahia tu wanapokuja kuleta hivyo vimatoleo, unawaacha na njaa waende? Huwajengi, huwasimiki. Hurumia wawili wanaokutii. Hurumia 3 wanaokutii. Hurumia hao 4. Hao wasaidie, wahakikishe wanamjua Kristo. Huo ndio urithi. Hakuna urithi mwingine. Hakuna urithi. Urithi ni neno. Ukitaka Mungu akuheshimu, ukitaka Mungu akupe kibali popote utakaposimama, ukitaka Mungu atembee na wewe, umetembea na yeye, umekaa na yeye, umekubalika na yeye, umeshika fundisho lake, unafanya kazi yake, unalala ukiota utukufu wa Mungu, ukicheza unacheza sifa, ukimwabudu unaona unatoa kwa kuabudu. Kuabudu sio kuimba tu, kuabudu ni kutoa pia. Watu wa kale waliabudu na vitu. Watu wa kale hawakuabudu na kuabudu Bwana no, walimwabudu Bwana wakitoa. Nimesema hivi, hata waabudu midomo mitupu. Lazima unakuja kumwabudu Mungu mikono mitupu. Huyu Mungu ni maskini kiasi gani? Hicho kitufuta. Nimeshindwa kabisa mfukoni, mtembee naenda kanisani. Basi nianze hata na 2,000 hivi na 1,000 aibu kwa mchungaji. Ili mchungaji kutoa sadaka 1,000 anachukua na toa shilingi. Ulishawahi kujiuliza? Yaani wewe mchungaji siku ya ibada kuu, Jumapili siku ya kwanza ya juma, unaenda ibadani na 1,000. Utakuwa unavaa magauni mabaya. Utakuwa unavaa manguo yasiyokuwa na thamani machoni kwa watu. Utakuwa unapaka mafuta ya ovyo. Unajua nikivaa gauni baya nimependa mwenyewe. Na pengine nafunga. Sweti navaa ovyo mchungaji. Wachungaji badilikeni. Msifanani na washirika. Washirika wanashinda kuvaa vizuri kwa sababu